Ninakusalimu mpenzi mtazamaji wa kituo cha Kenyan Media, popote ulipo, hujambo. Taifa letu la Kenya limeendelea kumulikwa kama taifa ambalo linapitisha madawa ya kulevya katika uwanja wake. Rafiki wa waziri mmoja katika taifa letu la Kenya, mwezi wa 5 aliweza kunaswa akiwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine katika taifa la Uingereza. Cha kushangaza ambacho hata wewe kitakushangaza, huyu rafiki wa waziri mmoja katika taifa letu la Kenya alipita JKIA, akaabiri ndege kuelekea Uingereza. Alipoweza kufika Uingereza, akanaswa na maafisa wa uchunguzi. Ladies and gentlemen, tunaelezwa kwamba sio mara ya kwanza Dos Santos, raia wa Brazil mwenye umri wa miaka 28, alitoka Brazil akakuja katika taifa letu la Kenya, kisha akaondoka kwa kuabiri ndege kuelekea upande wa Uingereza. Last year September alikuja Kenya. Akafanya nini? Akaingia Kenya kama mtalii, akaenda Mombasa, akatulia, alafu baadaye akaondoka na shehena yake ya aina ya kokeni. Mwaka huu vile vile akarudi kama kawaida, akapewa shehena yake ya cocaine, akaenda. Waziri mmoja mwenye kipindi kimoja aliyekuwa naibu rais, Rigathi Gachagua, aliweza kusema kwamba huyo waziri anahusika kwenye uuzaji wa madawa ya kulevya. Cha kushangaza, ni marafiki zake au ni rafiki yake. Kuna msemo ambao unasema kwamba nionyeshe rafiki yako nikuambie tabia zako. Kama rafiki yako ni mwizi, automatically hata wewe ni mwizi. KTN na The Standard waliweza kuangazia hii story, mahala ambapo Dos Santos alikuja katika taifa letu la Kenya na akaondoka. Alipoingia, aliingia yeye binafsi. Alipokuwa anaondoka, alisindikizwa na huyo jamaa ambaye unaona hapo kwenye hiyo screenshot ambayo nimeweza kuichukua. Tuko na watu wawili. Tuko na mtu mmoja mwenye amevaa kofia ya cowboy, mwenye anaitwa Dos Santos, mwenye alitiwa mbaroni upande wa Uingereza. Huyu mtu mwingine mwenye yuko na upara ndiye aliweza kumsindikiza, akiwa nanongonezeana na maafisa wa kuchunguza mizigo katika uwanja wa ndege. Wakamwacha akaingia kwa ndege. Cha kushangaza, mpaka wale maafisa wa kukagua mizigo katika uwanja wa ndege walipiga deal pamoja, akapita. Sasa ladies and gentlemen, tunataka kuweza kuchambua huyu mwanaume mwenye yuko na upara, ndiposa uweze kujua ni waziri mgani huyu ambaye Rigathi Gachagua alisema kwamba anauza madawa ya kulevya. Picha ya kwanza ndio hiyo ambao unaiona hapo. Mwanaume wa cowboy Dos Santos ndiye aliweza kukamata upande wa Uingereza. Huyu mwenye ameweza kuvaa jaketi ya black pamoja na t-shirt ya orange, kisha suruali, ukipenda trouser ya jeans, ndiye mara nyingi anatembea na waziri mmoja katika taifa letu la Kenya. Kumaanisha it is either
Huyu waziri kazi yake ni kutafuta madawa, alafu anapea hawa wawili kazi yao ni kuuza. Unanielewa? Kisha huyu mwanaume mwenye huyu mwanaume mwenye aliweza kuvalia jaketi ya black, alafu akavalia kitu ambacho kinaitwa t-shirt ya orange. Sasa ndio huyo hapa chini anaonekana vizuri akiwa na sukuma begi ambalo liliweza kunaswa upande wa Uingereza. Simu namuona huyo mwanaume vizuri kabisa. Haya. Mara nyingine ndio huyo hapa chini akiwa na gari mzuri kabisa. Simu aina ya I think hii simu ni gani hii? Hii ni Samsung. Ameng'ara vizuri kabisa. Hapa chini sasa ndipo ninataka muweze kung'amua waziri ambaye Rigathi Gachagua amekuwa akizungumzia kwamba anauza madawa ya kulevya. Huyu mwanaume mwenye aliweza kusindikiza yule mwenye aliweza kukamatwa katika uwanja wa ndege na begi ndio huyu hapa chini, wakiwa na huyu waziri wa madini. Si mnamjua huyu waziri? Mimi sijataja mtu. Si mnamjua huyu waziri? Waziri wa madini. Kuna msemo kwa Kiswahili unasema kwamba nionyeshe rafiki yako, nikueleze tabia zako. Aidha huyu waziri kazi yake ni kutafuta madawa. Sasa huyu mwenye wako na yeye na yule mwenye aliweza kunaswa upande wa London wana coordinate. Kazi yao ni kuuza kisha wanarejesha pesa. Waziri anatafuta mzigo unauzwa, wanapata faida. Juzi tu Rigathi Gachagua, Rais William Ruto alipokuwa upande wa Marekani, alisema kwamba maraisi waliweza kuondoka wakamwacha William Ruto akizungumza kwenye majengo ya United Nations. Wakamwacha na mawaziri wake wakitafuna njugu, mmoja akiwa yule ambaye anauza madawa. Hebu sikiliza Gachagua. Huyu mtu najua ameenda pale United Nations General Assembly. Kuitwa tu watu wote wameamuka. Wameenda, amebaki na watu kama 10. Kwa sababu amejulikana dunia nzima ni mtu ya nini? He is preaching water and drinking wine. Akiwa pale anakachifu mambo yanafanyika Sudan. Na yeye ndiye mwenye kupeana bunduki ya kuua mama na watoto Sudan. Anajifanya at what is happening is wrong. Anasimama pale kupinga abductions in Haiti when he is a chief abductor in Kenya. Anaweza kusema hataki criminal gangs in Haiti. Criminal gangs yeye ndiye mwenye kupanga hapa Nairobi wakiwa na governor. Sasa wazungu wamemwangalia, wametoka. Ile watu wamebeba waziri moja ile ya kuuza madawa ya kulevya, anakula juku karanga akisikiza uongo. Mlimuona huyu waziri? Anakula nini? Hata yeye amechoka na huo. Sasa huyu mtu ametuaibisha. Wazungu wanatuliza hii uongo mlitoa wapi? Saa 3:29 usiku, kamera za CCTV zinamrekodi mwanaume huyu aliyevalia kofia aina ya cowboy akiwa na mavazi meusi, akivuta begi moja na kushika kompyuta mpakato mkononi. Begi la mgongoni limening'inia mabegani. Karibu naye, mwanaume mtulivu mwenye upara aliyevaa koti jeusi na suruali ya blue aina ya jeans. Wote wawili wanakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya kukagua abiria. Huyu ndiye Damata Dos Santos, miaka 28, ana pasipoti ya Uingereza lakini ana asili ya Brazil. Safari yake ikiwa ni London kwa ndege ya British Airways nambari BA064. Wawili hawa wanafululiza hadi ndani ya jengo wanakoabiria ndege ya abiria. Mwanzoni kila hatua ikionekana ya kawaida hadi mushkil unapoanza kujitokeza. Tizama sasa kwa karibu. Jamaa aliyemsindikiza Dos Santos pindi anapoingia moja kwa moja anaelekea kumsabahi askari huyu wa sare.
Wanapiga gumzo kidogo na kisha anarejea kumnong'onezea kitu Dos Santos. Pasipoti yake inapokaguliwa na hili linapofanyika, jamaa huyu anasogea nyuma kana kwamba kazi yake sasa imekamilika. So ladies and gentlemen, mimi nimeifika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport. Ukaguzi ambao unafanyika pale, mama yangu, hautapita kama uko na madawa ya kulevya. Kumaanisha huyu Dos Santos mwenye aliweza kupita na madawa ya kulevya, kuna godfather nyuma ya tent ambaye kazi yake ni kuwaeleza wale wakaguzi kwamba huo mzigo ni wangu, msiguze. Mimi mtu kama Eagle Ezra niende tu na begi langu, litapigwa msasa sana. Lakini huyu Dos Santos bagi lake halikupigwa msasa. Wale maafisa wa kufanya uchunguzi katika uwanja wa ndege ndio waliweza kupitisha lile begi nyuma ya tenti, kisha kaingia kwa ndege. Kumaanisha there is an influential person who influenced haya madawa yakapita. Imagine sasa uwanja wetu wa ndege ambao unajulikana katika rubaa za kimataifa umeweza kuwekwa red flag kwamba tunapitisha madawa ya kulevya. Je, ni madawa mangapi ambayo yameweza kupitishwa katika uwanja wetu wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport kuelekea rubaa za kimataifa? Number 3, ni biashara gani hizi ambazo zinafanyika katika uwanja wa ndege? Kama unaona madawa yanapita uwanja wa ndege yanaenda, ni kitu gani ambacho kitakudanganya kwamba yale madawa ambayo maybe yanatoka mataifa mengine kuja katika taifa letu la Kenya yanakaguliwa, kama kipindi ambapo yanatoka hayakaguliwi na yale ambayo yanaingia? So katika taifa letu la Kenya viongozi huwa wanatumia mamlaka kuweza kujificha, lakini chini ya maji wanafanya biashara za madawa ya kulevya. Na hawa viongozi ndio wameweza kupewa wizara mbalimbali kama viongozi wa taifa letu la Kenya. Watafundisha kizazi kijacho tabia gani? Wazo lako ni lipi? Hii serikali si imeweza kuoza kabisa? Imeoza kabisa.